Zanzibar tukiwa ni sehemu ya dunia, tunaungana na mataifa mengine kuadhimisha siku hii ya kupiga vita matumizi ya biashara haramu ya dawa za kulevya. Ni muhimu kila mmoja wetu akatambua kuwa matumizi ya dawa za kulevya ni tatizo linaloendelea kuyasumbua mataifa yote duniani, kwani watu wetu hususan vijana katika kila pembe ya dunia wanaendelea kujiingiza katika janga hili baya. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kukabiliana na uhalifu wa dawa za kulevya imekuwa ikichukua hatua mbalimbali, ikiwemo kuanzishwa kwa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar chini ya sheria namba 8 ya mwaka 2021, na tumeweza kupata mafanikio makubwa. Miongoni mwa mafanikio ambayo tumeyapata tangu kuanzishwa kwa mamlaka hiyo ni kama vile kusambaratisha mitandao ya wahalifu wakubwa wa dawa za kulevya ambao kwa mwaka 2025-2026 jumla ya mitandao minne inayojihusisha na usafirishaji wa heroin, cocaine, mirungi pamoja na kuchanganya dawa hizo katika vyakula mbalimbali hapa Zanzibar na mataifa mengine duniani imegundulika na kusambaratishwa. Kadhalika, mali mbalimbali za wahalifu wa dawa za kulevya zimeendelea kutaifishwa, ambapo katika kipindi cha miaka mitatu mali zenye takriban thamani ya shilingi za Kitanzania bilioni 17.4 zimetaifishwa. Vile vile serikali imeimarisha huduma za tiba na marekebisho ya tabia kwa kujenga kituo cha kutoa huduma hizo kwa waathirika wa matumizi ya dawa za kulevya huko Kidimni, wilaya ya Kati Unguja. Kupitia kituo hicho jumla ya waathirika 769 wamesajiliwa na kupatiwa huduma. Aidha, kwa mwaka wa fedha 2026-2027 serikali imetenga jumla ya shilingi bilioni 8.25 kwa ajili ya kuanza ujenzi wa kituo kama hicho kwa upande wa Pemba kitakachohudumia waathirika wa jinsia ya kike. Pamoja na mafanikio hayo, bado tunakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo mabadiliko ya mara kwa mara ya mbinu zinazotumiwa na wahalifu, ikiwemo utengenezaji wa dawa mpya za kulevya zenye muundo tofauti na dawa za asili kama vile bangi, cocaine na heroin, na zenye athari zaidi ya dawa za kulevya katika pipi, chocolate, biskuti na sigara za kielektroniki. Matumizi ya teknolojia katika biashara hiyo haramu pamoja na kuongezeka ushawishi wa vijana kupitia mitandao ya kijamii. Mapambano dhidi ya dawa za kulevya hayawezi kufanikiwa kwa kutumia nguvu za kisheria pekee bila kuwekeza kikamilifu katika elimu, malezi na uhamasishaji kwa vijana kushiriki katika shughuli za kiuchumi. Hivyo natoa wito kwa wazazi, walezi, viongozi wa dini, walimu na jamii kwa ujumla kuendelea kusimamia malezi bora ya vijana wetu. Kadhalika nazikumbusha familia zetu ambazo ndio msingi wa kwanza wa kinga dhidi ya dawa za kulevya kuongeza juhudi za kuwekeza kwenye maadili, elimu na mawasiliano mazuri ndani ya familia zetu, kwani tusipofanya hayo tutakuwa tumeacha pengo linaloweza kutumiwa vibaya na wahalifu wanaosambaza dawa za kulevya. Sambamba na hilo, na viagiza vyombo vinavyohusika na mapambano haya kuimarisha ushirikiano, uwajibikaji, uweledi na kuhakikisha sheria zinatekelezwa ipasavyo dhidi ya wale wote wanaojihusisha na biashara hii haramu bila ya kumuonea muhali mtu yoyote. Lazima wazazi tuhakikishe vijana wetu tunaweza kuwa control. Saa nyingine tunaoneana muhali kwenda kutoa ushahidi. Tusimameni kwenye utaratibu, tulinde hili janga, ni zito kabisa. Ukikwepa kutoa ushahidi leo, kituo kinachofuata athari ile inampata mtoto wako. Hili jambo ni kubwa, tunapaswa kuwa makini na tunapaswa kusimama imara sote kwa pamoja kwa maslahi ya taifa letu.